Mengia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah. Turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema. Hawana sababu, hawana. Ugumu wa maisha kwa raha zako kabisa. Mwenye ugumu wa maisha kweli kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo, huo ugumu wa maisha. Mwenye ugumu wa maisha ana struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo. Na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha. Wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao wenyewe. Kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha. Wende wakaangalie. Kwa vijana wetu wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha wanakuwa wenyewe. Wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile. Walikuja kutuambia, jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani. Lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo, na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi. Na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu. Tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu. Hapa unajua, unapokuwa kiongozi lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali. Na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni, kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi, utaondoka tu. Lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini. Na tuna dini za madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui 4 sijui 5. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna Mabaniani, tuna mamonki wale sijui Buddha na wengine ambazo ziko huko zinafanywa. Lakini kubwa ni hizo 4 au 5. Na hizi 4 au 5 zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna Sunni, kuna Ibadhi, kuna Bohora, kuna Suminani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya kuoverride madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna. Hakuna. Kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa ninavyotaka mimi. Hakuna. Tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Tumeamua kwa democratic country tutaendesha demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana. Lakini viongozi wa dini msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna. Hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii. Hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao.
Ubora wa dini uko mioyoni kwetu. Wale wanaoamini ndio wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa kwamba mimi dini yangu ndio ita override Tanzania na tamko nikilitoa ndio hilo hilo, na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa matamko 8 yametolewa na teke 8, lakini ukenda chini chini wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano, amani na utulivu ndio ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi. Hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki. Kuna muda, this is a democratic country. Huyu mtu ataendesha mpaka wakati huu, kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya 6 kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu. Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu. Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama, ikalike na watu wafurahi, hilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anayeongoza, tustahamili tu. Mioyo yote imeumbwa na stahamili. Demokrasia ipo, ataongoza, ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya 6 wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa. Sasa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo. Nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu. Hakuna sababu ya kuvuruga nchi ndugu zangu. Kwa ni waombe sana, zile sumu zinazotiwa huko, mnapotiwa sumu tumieni akili zenu. Najua hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu, wanamharibu mtu kichwani. Kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia. Lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu. Kila mamlaka imeletwa na Mungu. Iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamume, kila mamlaka imeletwa na Mungu. Na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo hakuna anojua duniani. Hakuna. Mungu peke yake ndo alikuwa anajua. Kwa nini Samia leo yuko hapa? Kwa hiyo niombe sana viongozi wa dini, tuvae majoho. Yale majoho yetu yaoneshe sura halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna. Ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Dini zote, ni waombe sana viongozi wa dini, tusimame, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu. Kama kuna lolote, njia sahihi za mazungumzo zipo. Njia sahihi za kukaa na kujadiliana zipo. Hakuna sababu yoyote kufika tulikofika ndugu zangu, hakuna. Nilikuja na falsafa ya R4, nikaifanyia kazi vizuri sana,
ikaleta mwanga mzuri sana, mpaka wale nisowajua jina lao wakaenda wakabadilisha, nchi ikachukua mwelekeo mwingine. Lakini nataka niwaambie, tutasimama na kuilinda nchi hii kwa nguvu zote. Nasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii, hakuna. Mnakumbuka niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima na wakaniletea haya ndio wanayoyaona wa Tanzania. Na katika kuyatekeleza kuna ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na ya muda mfupi na muda wa kati mengi, 90% tumeyatekeleza. Lililobaki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba. Na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, nimesema ndani ya siku 100 nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba. Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue uko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu. Kutokana na haya tuliyokubaliana, sasa katiba iseme 1, iseme 2, iseme 3, iseme 4. Lakini mtakwenda moja kwa moja watu wote, kila mtu kavimba machavu, mnaunga katiba ipi itaungwa hapa? Nimesema kwanza turidhiane. Na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi 3 waangalie kwa undani, watuletee taarifa, yaliyojiri ni haya, tofauti ziko hapa, hapa palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo, tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya, njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi, matatizo ni haya, piteni sasa kwa makundi mbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipachue tuwape. Katiba ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Crown Media. Hapa ni nyumbani.